Baba yetu mpendwa, thank you so much tunashukuru sana that all heaven is interested in our kwamba mbingu salvation. yote inafurahishwa na wokovu wetu. Thank you Asante kwa ajili ya baraka za mbinguni na rehema na zawadi ya mtoto wako Yesu Kristo. as we are told in inspiration. Tunaviambiwa katika maandiko kwamba mbingu zote iliumia kwa sababu ya maumivu ya Kristo. And we are told, Father, that Na agony tunaambiwa kwamba Baba, hayo maumivu did not begin, nor hayakuanza did it end at na the kuishia cross, katika msalaba, but that the cross is a revelation lakini msalaba ni ufunuo kwa hisia zetu dhaifu za maumivu which from its ambayo very kuanzia mwanzo inception dhambi sin has imesababisha brought to the heart of God. kwenye moyo wa Mungu. Oh Father, thank you so Oh much Baba, asante sana for willing to kwa suffer. kukubali kuumia ili kusudi tuweze kuishi. All heaven we are Mbingu told yote on tumeambiwa terror ilikuwa hatarini when Christ came pale to this Kristo world. alipokuja katika ulimwengu huu. We are told, Tunaambiwa Father, that all Baba, heaven mbingu yote was at ilikuwa risk katika hatari for man's kwa ajili ya salvation. wokovu wa mwanadamu. What Ni amazing upendo love gani is wa this? ajabu huu! Please help us to Tafadhali see Baba, and understand tusaidie this love, kuelewa huu upendo wa ajabu that we might prepare ili for kusudi what is tuweze to come. kujiandaa kwa kinachokuja. Impress upon us, Tufundishe Lord, Baba that this is not just kwamba a hayo sio camp makambi meeting, mengine. that this just is not Hii another sio makambi meeting mengine we have ambayo come huwa to, tunakuja, but help us to lakini realize tusaidia it's a kutambua life and kwamba ni death kifo na matter. mauti, That if these truths kwamba don't kama save us, haya it will ruin ukweli us. hautatusaidia, And Father, none of us want to tutakwenda be kuangamia na tutaji mmoja wetu angamie. Please, Tafadhali Mungu, sometimes we careless, wakati we mwingine come to hatujali, meetings wakati mwingine just for the sake tunakuja of tu ili coming. kusudi tuweze kutafuta kitu fulani. Sometimes Wakati we wetu come as tunakuja speakers kama careless, kuongea, wakati hatujali, not realizing pasipo what's at kutambua stake. kilichopo. Please, Tafadhali Lord, Mungu, have mercy upon us. tusaidie. And please, Na Father, tafadhali I pray Mungu, na ninaomba that you do for ufanye us kitu kwa ajili what we yetu cannot ambacho do for hatuwezi kufanya kwa ajili yetu. Bless us Tubariki now, sasa, I pray, ninaomba and na abide kuwa with nasi us. katika In jina lake Jesus' name. Kristo. Amina. Good Habari ni asubuhi. We're gonna continue Tunakwenda our kuendelea na study masomo yetu on the 11th kwenye kitabu chapter cha of Danieli Daniel. 11. This chapter Hii sura ninakwenda to the first, katika aya aya ya 29. the first 29 Katika aya verses. 29 kwanza We're gonna look at tunakwenda those kuangalia verses katika hizo aya and then make na points kutengeneza that we have hoja already ambazo made so tumeshazitengeneza, that these truths can settle in ambapo our kweli minds. unaweza ukakaa katika akili zetu. Sasa Now, before I fully kabla get into the sijaingia katika study, somo, I want us nataka to tufuatilie follow hii this nukuu. quotation Inapatikana from Pambano Great Kuu Controversy 594. 594. Great Pambano Controversy Kuu 594. 594. Kiukweli, kabla ya Pambano Kuu 594 kuna nukuu inakuja katika akili yangu, Desire of Ages 587, Desire of Ages 587. Sikiliza uvuvi unavyosema. Anasema kwamba katika kila kizazi Mungu ametoa wakati wa nuru na rehema. Anasema kwamba kila wakati Mungu hutoa wakati wa nuru na wakati wa rehema. Na nabii anazungumza wazi kwamba huo wakati wa nuru au wakati wa rehema, maana yake ni wakati ni sawa na wakati wa rehema. Anasema kwamba katika kila wakati mwanadamu amepewa wakati wa nuru na wakati wa rehema. Wakati wa rehema ambapo wanaweza wakarudi kwa Mungu. Huruma inaweza ikazidi, inaweza ikasi kwa muda na ikakataliwa, lakini wakati unakuja ambapo huruma inafika mwisho kusihi. Sasa sikiza nukuu inavyosema.
kwamba Mungu anaweza akasihi na kusihi, lakini anasema kwamba unakuja wakati ambapo Mungu anasihi kwa mara mwisho katika nafsi za mwanadamu. Na unafahamu ya kwamba unaweza kusema kwamba siwezi kukumbuka wakati Mungu aliponisihi, lakini Ellen White anazungumza wazi kwenye Self Ages ya kwamba kila onyo ambalo Mungu, watumishi wa Mungu wanaitoa katika neno lake ni sauti ya kugonga katika moyo wako. Anasema kwamba ni sauti ya Kristo akiuliza kuingia, ambapo kila sauti ya kugonga inapokataliwa, tabia ya kufungua kwa mlango inapungua. Sasa sikiliza alivyosema, Mungu ndio anasihi kupitia mawakala wa kibinadamu. Na kila wakati unaposikia ujumbe unaokuita kuacha dhambi, na kila wakati unaposikia ujumbe unakuita na kujiandaa kwa ajili ya taabu ijayo, Mungu anagonga katika mlango wako. Mungu anataka kuingia katika maisha yako. Lakini ninapozuia ujumbe usiingie, nazungumza wazi kwamba nafasi yangu ya kufungua mlango inapungua, inakuwa dhaifu. Kwa namna nyingine ninakuwa dhaifu kufungua mlango kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo nataka uelewe kwamba hii mikutano kama sijali ujumbe, ninaacha hii mikutano katika hali yangu mbaya kabla sijaingia katika mikutano. Kwa hiyo tabia yangu ya kufungua moyo wangu kwa Mungu itapungua katika kiwango kikubwa, kwa sababu sijaitika. Lakini kama nitaitika, ndicho Yesu anachotaka. Kwa hiyo Yesu atapata nafasi ya kuingia katika maisha yetu na atatuandaa kwa ajili ya kile kinachokuja. Kwa hiyo jamani, kuna mbingu ya kupata na kuzimu ya kupoteza, na nawaambia vyote hivi vipo karibu. Majaliwa yetu ya mwisho, maamuzi yetu, tupo katika wakati huwa kufanya maamuzi, tupo katika mipaka ya hiyo. Sasa kabla sijasimama na kuomba, Ellen White anazungumza kwamba katika unabii, neno la Mungu linasema kwamba unabii hufunua mambo mawili. Katika Pambano Kuu 594 anasema kwamba katika unabii, wakati ujao unafunuliwa kwa ajili yetu kama ulivyofunuliwa kwa wanafunzi wa Kristo. Lakini wengi hawaelewi hizi kweli. Anasema kwamba matukio yanayofuatana na kufungwa kwa mlango wa rehema yako wazi imefunuliwa, na kazi ya maandalizi. Kwa hiyo Ufunuo unasema kwamba Pambano Kuu 594 kwamba unabii unazungumza wazi kwamba katika unabii anasema ufunuliwa wazi kwetu matukio ambayo yanaungana kufunga mlango wa rehema na kazi ya maandalizi. Sasa nataka nikuulize swali. Kulingana na somo letu tumekuwa tukisoma. Je, unaweza kuniambia kulingana na Danieli 11:40-41, unaweza kuniambia katika Biblia kutoka kile tulichosoma, ni wakati gani mlango wa rehema unaanza kufungwa kulingana na Danieli 41:11? Nimeshaonesha, na maanisha Danieli 11. Tukio gani ambalo Danieli 41 inazungumza? Anasema kwamba wengi wataangushwa. Maana yake ni kwamba dhambi hazisamehewa. Maana yake mlango wa rehema unaanza kufungwa. Na ni wakati gani ambapo mlango wa rehema unaanza kufungwa, ambapo anazungumza kwamba wengi, akimaanisha waadventista wa Sabato? Wakati wa sheria ya Jumapili. Sasa matukio yanaunganishwa na kufungwa mlango wa rehema ni sheria ya Jumapili.
Sasa kabla ya sherehe ya Jumapili kuna pambano kati ya mfalme wa kaskazini, mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. And who was eventually victorious out of the two? Na nani atakayeshinda kati ya wawili? Out of the two who are eventually victorious. Nani atakayeshinda kati ya wawili? Mfalme wa kaskazini na kusini. Mfalme wa kaskazini. Now I want you to understand. Sasa nataka mnielewe kwamba that Satan is going to use something. Shetani anakwenda kufanya kitu kumfanya mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini wote wapo chini ya udanganyifu wake. Yes, Sunday law. Ndiyo, sheria ya Jumapili inakwenda kuunganisha wote. Lakini ni kitu gani kitakachosababisha kila nchi kuipokea Jumapili? Je, ni kitu gani kitakachosababisha India kukubali? Kitu gani kitasababisha Ufilipino, kila nchi kukubali sheria ya Jumapili? Ni kweli upendo wa fedha ni chanzo cha matatizo yote. Ni kweli kabisa. Changamoto za uchumi zitasababisha nchi zote kurudi. Ni kweli kupenda fedha ni chanzo cha matatizo. Ni kweli sheria ya Jumapili sababu ya upendo wa fedha. Lakini kuna kitu ambacho shetani anakwenda kukifanya, kuwafanya wanadamu wote kupokea Jumapili, iwe ni Uislamu, iwe ni Wahindu, wote nchi zote zitakubali sheria ya Jumapili. Ni kitu gani kitakachofanya nchi zote, dini zote kubali sheria ya Jumapili? Ellen White says this in Testimonies to Ministers. Ellen anazungumza wazi kwenye Testimony to Minister 118. Testimonies to Ministers 118. Testimony to Minister 118. She says as we near the anasema kwamba tunapokaribia katika kufunga historia ya ulimwengu utakuwa na maonesho makubwa na maonesho makubwa ya nguvu zilizofichwa. Miungu iliyofichwa itajionyesha yenyewe mbele ya miji ya dunia. Sasa sikia Ellen White anavyosema, tunapokaribia mwisho anasema kwamba miungu iliyofichwa itajionyesha yenyewe mbele ya miji ya dunia. Sasa niambie, je, dini potofu zina miungu iliyofichika? Je, ungeita kiumbe wa uongo Mungu tu? Je, kila dini ina Mungu wake au wote wanaabudu Mungu wetu, Mungu wa Biblia? Hilo ni swali. Wana miungu yao. Sasa ngoja nikuulize kitu, kama Muhammad atatokea katika ulimwengu wa Kiislamu na akasema kwamba Jumapili ni siku ambayo lazima wote tuabudu, je, Waislamu atasemaje? Na huyu ni mtu aliyependwa. Je, Krishna akainuka kwenye dini ya Kikrishna akasema kwamba nimekuja kutoka mbinguni na kila mtu lazima atunze Jumapili, je, dini nzima itatunza Jumapili? Sasa nauliza kitu, je, unahisi miungu iliyojificha itakapojitokeza, je, hayo ni miungu au ni majini? Ni majini. Je, tunahitaji wakati majini inapojitokeza kama mwanaume katika neno moja na wahitaje na wakazungumza walio hai katika neno moja na wahitaje? Impersonation. Lakini kuna neno ambalo Ellen White analitumia, Omizimu. Katika kitabu hii ni muhimu rafiki zangu, lazima muelewe. Mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini wanakwenda kudanganywa. Wote wamedanganywa. Lakini shetani anakwenda kutumia nini kuwafanya wote chini ya mwamvuli mmoja? Ni umizimu. Ellen White anasema kwenye Pambano 10:588, anasema kwamba Pambano 10:588 anasema kwamba kupitia madanganyo mawili, kutokufa kwa roho na utakatifu wa Jumapili, shetani atawaleta watu wote chini ya udanganyifu wake. Anasema kwamba la kwanza likiunda kifungo cha huruma na Rumi ambayo ni Jumapili, na kutokufa kwa roho anasema kwamba inafungua njia kwa ajili ya umizimu. Sasa mtu anapoamini kwamba mtu hafi kweli kweli,
huo ni umizimu, kwa sababu wanafungua milango ya umizimu, kwa sababu anaamini kwamba mtu anaweza kuzungumza mtu mwingine. Na Ellen anaandika wazi kwamba kupitia umizimu wengi wanakwenda kudanganywa. Wanasema ulimwengu mzima. Nataka tuangalie quotation. Pambano Kuu 588. Anasema kwamba waumini wa kanisa, Baba bariki neno hili tunapofungua kwa jina la Yesu, amina. Waumini wa kanisa wanapenda kile ulimwengu unachokipenda na wako tayari kuungana nao, na Shetani anatamani kuwaunganisha katika mwili mmoja na kuwatia nguvu katika makusudi yake na kuwasukuma wote katika hatua ya umizimu. Kwa hiyo Shetani anakwenda kuwasukuma ulimwengu wote. Anatumia kitu gani kuwasukuma wote katika umizimu? Anatumia neno wote. Wote anakwenda kuwasukuma wote katika hatua yake. Atatumia nini kuwasukuma ulimwengu wote katika hatua yake? Umizimu. Upapa wa Protestanti na ulimwengu wote utakubali mfano wa uungu usiokuwa na nguvu, na tutaona katika huo muungano kitu kikubwa, vuguvugu kubwa. Simama. Shetani anakwenda kudanganya watu gani? Upapa wa Protestanti na watu wote. Sasa waweza sema upapa, mfalme wa kaskazini atamsukuma mfalme wa kusini, umizimu. Lakini nakwambia kwamba Shetani anakwenda kuwasukuma wote katika sehemu moja. Na jinsi gani anaweza kuwasukuma kutumia umizimu? Sasa Ellen White aliona njozi katika maandishi ya awali. Aliona treni ikisafiri kwa kasi ya ajabu kwenda kwenye uharibifu, na malaika akamwambia tazama kwa makini, na akasema kwamba alipotazama aliona kwamba ulimwengu wote ulikuwa umeungwa sehemu moja. Je, treni ilikuwa kwenda wapi? Ilikuwa kwenda kwa spidi ya mwanga kwenye uharibifu. Na sasa alitazama akamwona kondakta aliyekuwa na heshima kubwa, na akasema kwamba kila mtu katika treni alikuwa anamtazama kwa heshima. Na akauliza malaika, huu ni nani kondakta? Malaika akasema kwamba huyu ni Shetani, amechukua ulimwengu wote mateka kwenye umizimu. Ulimwengu wote amekusanya. Na alimuuliza malaika kwa uoga, je, kuna aliyebakia? Unajua alisema nini malaika? Alisema ni kizuri, alisema malaika alisema kwamba tazama upande mwingine. Kwa hiyo treni ilikuwa inasafiri upande huu, na malaika akasema tazama katika upande mwingine. Na anasema akabadilisha utazamo wake wa macho, akasema kwamba umizimu ukienda kwa spidi ya mwanga kwenye uharibifu. Alipogeuka nyuma akasema kwamba sitaki niwaambie, naomba tusome. Anasema kwamba hii ni treni ikisafiri kwa spidi ya mwanga. Anasema aliona kwamba udanganyifu ulikuwa ukisafiri kwa kasi. Nini maana udanganyifu? Umizimu. Anasema kwamba nilitazama kwenye macho yangu kwenye treni. Anasema ilionekana ulimwengu wote ulikuwa umekusanywa, yani hakuwa hata mmoja aliyekuwa ameachwa. Rafiki zangu, je, huu mizimu utakuwaje? Na bila zungumza, alipotazama aliona kana kwamba hakuna hata mmoja aliyekuwa amebakia. Je, udanganyifu utakuwa mkubwa kiasi gani wakati wa mwisho? Kwa mimi umizimu unakwenda kuwa kitu kikubwa sana wakati wa mwisho, kama inaweza kuchukua ulimwengu mzima. Na kila dini inaamini kuhusu habari ya kutokufa kwa roho. Kila dini nasema kwamba kutokufa kwa roho unafungua mlango kwa ajili ya umizimu. Sasa siende kusoma hiki, lakini unaweza ukaandika na kusoma. Na kwenda kukuonesha malaika alichomwambia. Niambie watu wangapi wapo kwenye umizimu? Tazama hii. Writings anaendelea kwamba nilimuuliza malaika kama kuna mmoja aliyesalia. Aliniambia nitazame katika upande mwingine.
Niliona kikundi cha watu kichache kikisafiri katika njia iliyosonga. Je, ni watu wangapi wanakwenda kukimbia udanganyifu? Kundi dogo. Kundi dogo. Maana yake ulimwengu wote ulikuwa umedanganyika. Hiki kikundi kidogo kilitazama kwa makini sana. Anazungumza pia hili kundi dogo, likana kwamba walipita katika majaribu makubwa pamoja na migogoro. Sasa kuhusu habari ya migogoro siendi, lakini ni muhimu sana kuzungumza. Kama kila mtu anajiandaa kutana na migogoro nje, lazima tukutane na migogoro ndani yetu, kila mmoja na mgogoro ndani yake. Lakini nataka tuone hili jambo la umizimu linakwenda kuwa na udanganyifu mkubwa sana. Wa Protestanti, upapa na dunia wanakwenda wote kusukumwa katika kitu kimoja cha umizimu. Sasa naomba nikuulize, je, leo kuna watu ambao si wa Buddhisti, sio Waislamu, sio wa Kristo na hawapo katika dini nyingine, lakini wapo watu ambao hawaamini dini yoyote ile? Yes, wapo. Na wengi wanajitaji hawa watu ambao waamini Mungu. Wanajiita wakana Mungu. Sasa unaweza kujiuliza, je, wakana Mungu wataaminije Jumapili? Ni kwa sababu ya nguvu kubwa ya umizimu ambayo haiwezi kupingwa. Ndio maana Ufunuo 13 inazungumza wazi ya kwamba muda unakuja ambapo kutakuwa hakuna mkana Mungu. Kila mmoja atakubali alama ya mnyama au mhuri wa Mungu. Sasa kipi kinakwenda kuwasukuma hata hawa wakana Mungu mfalme wa kusini? Itakuwa ni umizimu. Sasa nukuu yangu ambayo nataka tuione, sawa? Nataka niendelee, lakini kuna quotation kwa Pambano 1581 ambapo Ellen White anazungumza kuhusu habari ya Protestanti utakavyokwenda kudanganywa na upapa utakavyokwenda kudanganywa kwa miujiza ya uongo ya umizimu. Sawa, nataka tutazame hiki kitu pia tuache. Je, unamfahamu huyo mwanamke? Huyo mwanamke ni nani? Sawa, asante. Je, kuna mtu anayemfahamu huyo mwanamke? Anaitwa Candace Owen. Sasa, je, unajua Candace Owen amekuwa akizungumza kuhusu nini hivi karibuni? Je, kuna mtu anajua ni mada gani ambayo amekuwa akijadili hivi karibuni kila anapozungumza? Sasa, mimi siangalii. Nitaona tu inapoonekana kwenye simu yako. Candace Owen, na kisha ni ndefu kidogo na anachukua muda mrefu kufika kwenye hoja. Kwa hiyo, mimi siangalii sana. Lakini ukitazama vichwa vyake vya habari, je, unajua amekuwa akizungumza kuhusu nini katika kipindi cha hivi karibuni? Je, unajua amekuwa akijadili nini? Ni kuhusu Charlie Kaka na kila kitu kinachohusu kifo chake. Na unajua alizungumza nini katika matoleo yake ya hivi karibuni? Sasa hata hivyo, ni watu wangapi wanamtazama? Ukitazama katika video zake zilizopita, milioni watazamaji wake wamepanda. Ni kweli ana wafuatiliaji mamilioni waliopita, lakini sasa kila video yake inapata watazamaji milioni. Na sasa anazungumza na watu mamilioni kuhusu habari ya Charlie Kaka, na tena alizungumza kwamba Charlie Kaka alimtokea umizimu. Charlie Kaka alimtokea na akamwambia kwamba Charlie Kaka alisalitiwa, na mamilioni wanakaa wanasikiliza hiki kitu kwamba Charlie Kaka alimvisti Candace Owen. Na unajua kwamba kinachofurahisha, alizungumza kuhusu habari ya kile kilichopita, kwamba hii alichokiona haikuwa mawazo katika akili yake kwa sababu ya kile kilichomtokea mwishoni. Anasema kwamba anahitaji kuonyesha kwamba hii haikuwa ni ndoto aliyoiona, lakini ilikuwa ni ukweli, ni Charlie Kaka. Nataka utazame. Sikiliza.
Na sasa ataanza na uzoefu wako uliopita na taingia kwenye mada kamili. Sikiliza. Nataka mjue kitu, nataka kushiriki hili nalo nanyi, mnaweza kubali au kulikataa. Lakini Charlie alisalitiwa. Najua hili, nimejua hii tangu sekunde ya kwanza, lakini na dogo la ndoto zinazoonekana wazi. Na kweli nilikuwa na ndoto ya kweli mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, mara ya mwisho nilipokuwa na ndoto ya kweli sana ilikuwa mimba. Hii kawaida hutokea sana kwa wanawake wakati wako mimba, lakini katika ndoto hiyo ya mwaka 2023 mtayarishaji wangu wa zamani wa kipindi hicho na mimi tulisimama katika chumba cha kudhibiti, na yeye aliniambia alikuwa na mimba ya wiki 26. Hili ni katika ndoto, na aliniambia haswa miezi gani mtoto atakayejifungua. Niliuliza katika ndoto, ni mvulana au ni msichana? Na akasema ni mvulana. Nilipoamka mara moja nikamtumia message mtayarishaji wangu wa kuhakikisha kweli, ujambo, mimba yako ni mtoto wa kiume au wa kike? Halafu aligundua alikuwa na mimba wiki moja baadaye. Hakuwa na wazo lolote nilipotuma ujumbe wake, na jambo ambalo tulifikia kwake miezi michache baadaye, ya kwa sababu alishangaa kabisa akitazama nyuma. Na hii ni mnyororo wetu ujumbe kutoka kwa wewe. Nadhani kuona umeniandikia Juni 16 na nijamiana Juni 26. Hii ni hatari sana, na ilikuwa mtoto wa kiume. Ni ajabu. Nilisema kusema mtoto wako alinitembelea kwa ndoto, na alisema hiyo ni ajabu sana. Mama yangu pia alinitumia ujumbe wiki hiyo akisema kuwa alikuwa na ndoto kwamba nilikuwa na mimba. Nilisema sijawahi kuwa na ndoto kubwa namna hiyo. Hii imekuwa ndoto ya pekee. Tutadhani wote tulikuwa na ujauzito. Ninaamini watu wanaweza kuwasiliana katika ndoto wanapokuja na wanapokuwa wakiwepo katika dunia hii. Vivyo hivyo, kama nilivyosema, ilikuwa ni ndoto ya ajabu. Wiki hii Charlie kaka alikuja kwangu na aliniambia kwamba alifua, na kwa hivyo kwangu nikalazimika kuamini, lakini sijui nani aliyemsaliti. Nikajiuliza katika ndoto ya kwamba hivi karibuni ukweli wote utakwenda kufichuka na kuwa na matokeo ya kimataifa. Chukulia hiyo hakika. Ndio umesikia nachokisema? Kwamba watu wanaweza kuzungumza wanapoingia duniani, na wanapotoka katika ulimwengu wanaweza kuzungumza na wewe. Je, ni kitu gani alichokitoa kwa milioni ya watu? Kutokufa kwa roho. Na shetani anamtumia. Najua kanda anaweza kuwa ni mkweli, lakini anatumika kama kitu cha shetani ili kusudi kuweza kusukuma uongo wa shetani kwamba watu wanataka kuzungumza na waliokufa, umizimu. Hii inafurahisha. Je, unaona jinsi ambavyo Charlie kaka imegusa kila kitu kuhusu habari ya unabii wa Biblia? Tulisoma kuhusu habari ya sheria Jumapili, tulisoma jana vita vya wenyewe. Hata kama ni umizimu, Charlie kaka vyote anaviweka vyote pamoja, unabii wa Biblia. Ndio maana nasema kwamba baba, hii sio ya kawaida, huu ni unabii. Watoto, tazameni kwa makini sana. Watoto wadogo, sasa nataka tuoneshe hii klipu na tutaacha na kusali. Sikiliza. Hii hapa AI ambayo imekuwa njia na mlango wa kufungua kwa ajili ya umizimu. Sikiliza. Sasa hivi tumekuwa tukitumia teknolojia kuhifadhi kumbukumbu, picha kukamata muda, video kurekodi sauti kuhifadhi kicheko. Lakini sasa akili mnemba inafanya kitu tofauti. Haihifadhi kumbukumbu tu, bali inaanzisha au inafufua wafu tena. Duniani kote, familia zinazolia zinatumia IA kuona wapendwa wao tena. Katika siasa, inarudisha viongozi wafu kuishi tena katika skrini. Na katika baadhi ya kesi, inatumiwa kutumia ujumbe unaozidi kuomboleza. Ripoti yetu ijayo ina maelezo zaidi. Fikiria kusikia sauti ya mtu mpendwa uliyempoteza. Sio ndotoni, si kutoka kwenye rekodi ya zamani, bali akiongea nawe sasa, akitabasamu, akikotoa macho na akikuita kwa jina lako, akisema maneno ambayo umekuwa ukitamani daima wangeasema. Kwa muda mfupi inaonekana halisi na kwa karibu na faraja. Uso unaonekana wa kawaida. Sauti hiyo iwe sawa kabisa na unaikumbuka, lakini si kumbukumbu inayowaleta tena. Ni akili mnemba, mstari wa nambari na kiumbe kilichojengwa si kwa upendo, bali kwa data na teknolojia.
Teknolojia hii sasa inasambaa katika mabara, ikibadilisha jinsi tunavyolia. Ulimwenguni kote akili za bandia nafanya mstari kati ya maisha na kupoteza kuwa hafifu. Inawapa watu njia mpya ya kuomboleza, kwa wakati mwingine kutowahi kuachilia. Nchini Urusi, mradi uitwao Final Meeting umegeuza majonzi kuwa kwa heri kwa dijitali. Ulianza wakati mjane alipotuma picha za Urusi kwa mtengenezaji wa AI. Mume wake alikuwa ameuawa kwa vita Ukraine. Kilichorudiwa ilikuwa video fupi iliyotengenezwa na AI ikirekebisha kwa heri ya mwisho mume wake, na ilitengenezwa kwa $30. Swali: je, Shetani anafanya kazi kupitia akili mnemba kuandaa akili za watu kwa wakati atakapojitokeza yeye na malaika zake kama ndugu zao waliokufa? Tunaweza kuona hili, na unaweza kuona jinsi vita vinavyohusiana na hili, kwa sababu watu wengi hupoteza wapendwa wao na hawana nafasi ya kusema kwa heri. Kwa hiyo wanatamani nafasi hiyo, na artificial intelligence karibu imeziba pengo hilo, waweze kusema kwa heri, lakini bila wao kujua inawaandaa kwa udanganyifu mkubwa. Nataka kuishia hapa kwanza. Sasa tumeona vitu ambavyo Shetani anakwenda kutumia ili kusudi kuwapeleka wote katika udanganyifu wake ambao ni umizimu, ambapo itawafanya wote kukubali Jumapili. Haijalishi ni dini gani, wote watakubali Jumapili. Nataka kuacha tupige magoti tuombe, tunaweza, na tutaanza somo letu. Baba yetu mpendwa, tunakuja karibu na haki yako na kiti chako cha enzi. Tunafanya hivyo kwa unyenyekevu mkubwa wa moyo, tukitambua kutokuwa na uwezo wetu wa kuelewa neno lako bila msaada wa Roho Mtakatifu. Tafadhali Baba, Roho wako ambatane nasi sasa tunapotafuta kuelewa historia ya kitabu cha Danieli sura 11. Lakini pia Baba, tunapotazama matukio ya mwisho ya kitabu cha Danieli 11 na maandalizi ya wakati wa mwisho, tusaidie tafadhali Baba, tuone kufanya maandalizi ya muhimu kama watoto wa Isakari ambao hawakujua tu wakati, lakini pia walijua ni yapi ya kutenda. Tafadhali tubariki sasa na tufundishe. Tunaomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Amen. 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 Nini nataka kufanya? Njoo nami kwenye kitabu cha Danieli sura 11. Kabla hatujaangalia kwa kifupi historia ya kitabu cha Danieli, nataka tuangalie pointi hizi. Danieli sura 11. Danieli 11 sura. Sasa katika Danieli 11 kuna sehemu 3 za Danieli sura 11. Kulingana na Testament of Minister 112, Ellen White anaweka wazi kwamba Danieli 11 kuna wakati uliopita, kuna wakati uliopo ambayo yatimizwa leo, na kuna yaliyoko mbele ambayo tunaita ni unabii. Danieli 11:1 mpaka aya ya 48 ni yale yaliyopita. Danieli 11:40b ni yaliyopo katika mwaka 2025. Hapo ndipo tulipo. Unabii ni kuanzia 41 mpaka 45. 41 inatuleta kwenye sheria ya Jumapili. 40b inaleta vita
kati ya mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Kwenye kitabu cha Maranatha 174, Ellen White anaweka wazi kwamba tupo katika aya 40, mwisho kabisa wa aya 40:11. Katika Maranatha 174 anasema kwamba ulimwengu umejazwa na roho ya vita. Unabii wa kitabu cha sura 11 ya Danieli upo karibu katika utimizwaji wake. Na karibuni mapambano juu ya mataifa utapasuka kwa kiwango ambacho hatujawahi kushuhudia. Anachokisema Ellen ni kwamba hatuko mwanzo wa kitabu cha Danieli. Anasema kwamba tuko mwisho wa kitabu cha Danieli. Anasema kwamba mwisho wa kitabu cha Danieli 11 kiko mwisho katika kutimia. Kwa maana nyingine kwamba tuko mwisho na hatuko mwanzo Danieli. Na ni sehemu gani ya kitabu cha Danieli na kichokuzungumza? Anasema kinachohusiana na vita. Anasema kile kinachohusiana na vita ambao ni Danieli 40b. Kuanguka kwa komunisti. Na wakati wa mwisho wa pambano kati ya ukomunisti pamoja na upapa, Amerika pamoja na shirika wake, ambapo ni mwaka 2025. Na tukio jingine itakuwa ni sheria Jumapili. Ni sheria Jumapili, kuna kwenda kuwa na tokezo kubwa la umizimu. Ulimwengu mzima na kwenda kuchukuliwa kwenye umizimu. Katika volume ya 7 ya Testimony for the Church, naamini ni ukurasa wa 187, volume ya 7 ya Testimony 187, ulimwengu wetu umejazwa na dhuluba na vita na tofauti. Na nasema kwamba chini ya kiongozi mmoja, upapa, watu wote wataunganishwa kuwa tofauti na Mungu. Anazungumza kwamba ulimwengu wetu huu umejazwa na nini? Na dhoruba na vita pamoja na tofauti. Kwa hiyo ulimwengu mzima unakwenda kuungana chini ya kiongozi mmoja, nguvu ya upapa. Kwa hiyo tunapoona vita, baadaye ulimwengu utaungana na upapa kuleta Jumapili. Kwa hiyo kabisa Ellen White anazungumza wazi kwamba hapa ndipo tulipo kwenye Danieli. Lakini kiufupi tunakwenda kugusa hizi aya, kifupi tutagusa hizi aya. Hizi aya za mwanzo zinazofanana. Na kabla sijafanya hivyo, nataka niongelee kuhusu habari ya maandalizi. Kabla sijafanya hivyo, je, tumemjulisha ni nani mfalme wa kaskazini? Na hiki ni cha muhimu sana. Mfalme wa kaskazini nani? Angalau kutoka Ellen White alivyomtambua kwenye Mask Releases, alisema kutoka aya 40, sio aya 40, kutoka aya 30 anamjulisha upapa. Kutoka aya 30 mpaka chini ni nguvu moja ambayo ni mfalme wa kaskazini. Kwa namna nyingine mfalme wa kaskazini anabadilika kutoka kwa Danieli, lakini unaanza katika aya 30, anabaki yule yule mpaka mwisho. Katika Danieli 11. Je, mfalme wa kaskazini ni nani? Kutoka aya 30 mpaka chini mpaka mwisho Danieli 11 ni upapa. Tutakwenda kuangalia kuhusu mfalme wa kaskazini na kuonyesha kwamba mfalme wa kaskazini ilikuwa ni nguvu nyingine, lakini inabadilika. Hii nguvu Gabriel anazungumza inabadilika kulingana na muda unavyokwenda. Na tuangalie mfalme wa kusini ni njia gani ambazo mfalme wa kusini alikuja. Tuliona hii ilikuwa ni ukana Mungu. Kumbuka tunaonyesha kwenye Biblia mfalme wa kusini alipata eneo. Ngoja nione kama nilikuwa nayo hapa. Ngoja nione kama ninayo hapa. Huyu hapa mfalme wa kusini ambao tunakwenda kuzungumza kwa habari ya Ptolemy. Alipata eneo la Misri, na alipokuwa anaenda kwenye vita alikuwa anaelekea Yerusalemu, na hivyo akawa mfalme wa kusini. Na Seleucus alikuja kuwa mfalme wa kaskazini, Siria, Babeli, na vyovyote alivyokuwa anapambana na mfalme wa kaskazini alikuwa lazima apite Yerusalemu. Kwa hiyo akawa mfalme wa kusini na mfalme wa kaskazini. Kwa hiyo basi ardhi ndogo ya Misri na ardhi halisi ya Babeli na Siria, hawa ndio wafalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Na Misri kimsingi ilisema katika Kutoka 5:2, Yehova ni nani hata ni waruhusu Israeli kuondoka? Simjui Yehova. Hii ni kukanusha uwepo wa Mungu. Kwa hiyo mfalme wa kusini ni ukana Mungu. Na tuliona ilionekana wakati uliopita kupitia Ufaransa.
muungano wa Sovieti, na muda ulivyoendelea unajulikana kama sehemu ya Uchina. Hata hivyo kuna nchi nyingi zaidi ya Uchina kama Korea na Urusi. Sasa katika aya 36, naweza nikampata mtu akasoma kwenye aya 36. Nataka tuingie kwenye point kusudi iweze kukaa katika akili yetu. Aya 36, mmoja tusomee aya 36 tafadhali. Inazungumza kuhusu habari ya mfalme wa kaskazini, na mfalme atafanya kama apendavyo, naye atajitukuza sana. Kwa hiyo mfalme wa kaskazini atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila nini? Kila mungu. Kwa hiyo je, mfalme wa kaskazini atadai kuwa yeye ni Mungu anapojiadhimisha kwa kila kitwacho Mungu? Endelea. Naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu, kwa hiyo atamkufuru Mungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia. Kwa hiyo atafanikiwa kwa kupambana na Mungu. Kwa hiyo atafanikiwa kwa muda fulani kwa kupambana na Mungu, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Kwa hiyo mfalme wa kaskazini inaonyesha kwamba ni upapa, maana yalijionyesha dhidi ya Mungu akimkufuru Mungu. Ni dini moja tu ambayo inadai kwamba ni Mungu duniani na inakiri kwamba inaweza kusamehe dhambi, ni system ya Roman Catholic. Lakini tuone kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, kwenye point nyingine. Wathesalonike wa pili, haraka. Wathesalonike wa pili sura ya pili. Nataka tuone Wathesalonike wa pili sura ya pili. Nasoma aya ya 3 na 4. Wathesalonike wa pili 2:3 na 4. Paulo anasema kwamba mtu awaye yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji ujio wa Kristo hawezi kuja usipokuja kwanza ule ukenge ufu, na akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Anasema kwamba kwa Paulo anazungumza wazi kwamba kabla ujio wa Kristo, mwana wa kuasi lazima afunuliwe kwanza, au mwana wa kuasi ambao ni kitu kimoja. Na anasema kwamba mwana wa kiasi ni nani? Anasema kwamba yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hivyo rafiki zangu, je, hiyo aya haifanani na aya ya Danieli 11 tulosoma? Zinafanana. Je, hii aya inamzungumza nani? Mwana wa kuasi nani? Mwana wa uharibifu ni upapa. Sasa inasema kwamba akaketi. Unaona neno hilo, neno kuketi. Unajua neno gani la Kigiriki Paulo anazungumza, ambalo wana matengenezo walisema ni kupinga kinyume na Uroma. Kwa hiyo neno la kupinga amezungumza Kigiriki, maana yake ni kathitho. Je, inaonekana kama nini kathitho? Inasemaje dada? Cathedral, ndio kwa system ambayo itaopaleti kwenye cathedral. Kwa hiyo ionyeshe system ambayo neno la Kigiriki cathedral ni cathedral. Lakini kisha inasema kwamba yeye anakaa katika hekalu la Mungu akionyesha kuwa yeye ndiye Mungu. Swali, je, Mungu alikuwa na hekalu duniani akionyesha kwetu hekalu lake mbinguni? Je, alikuwa na hekalu duniani? Niambie, katika hekalu la duniani, je, Mungu alikuwa na kiti ambacho yeye alikuwa anakaa? Asante sana dada. Sasa sina picha katika Biblia yangu, lakini kuna mistari mingi. Njoo nami kwenye Zaburi haraka, kwa sababu inasema kwamba mfumo huu wa kupinga Kristo utaweka kiti katika hekalu la Mungu akionyesha kuwa yeye ndiye Mungu. Njoo nami kwenye Zaburi 80 haraka, nilihitaji nukuu yangu. Zaburi 80. I'm reading verse 1. Inasoma aya kwanza. Zaburi 80 aya kwanza. Inasema kwamba kwenye Zaburi 80:1, wewe uchungaye Israeli, usikiaye, wewe umongozaye Yusufu kama kundi, wewe uketie juu ya makerubi
utoaye nuru. Swali: Mungu anapoishi katika hekalo lake anakaa katikati ya nini? Anakaa katikati ya makerubi. Nini maana makerubi? Ni malaika. Swali: kabla Yesu hajaja, je, mtu wa dhambi papa lazima aketi kama Mungu anavyoketi, akionyeshwa kuwa yeye ndiye Mungu? Je, tunapaswa kuona tu kabla dunia kumalizika mtu wa dhambi akiketi kama Mungu angeketi katika hekalo lake katikati ya makerubi wawili? Huyu papa ni nani? Jina lake ni nani? Huu ni Papa Leo. Nimeleta kwa ajili yako. Nimeleta kwa ajili yako. Ni lini alikuwa Papa Leo? Mwaka gani? 2020, miezi michache iliyopita. Niambie ameketi kati ya nini? Katikati ya makerubi wawili. Je, Biblia inazungumza kwamba atakaa katikati ya hekalo la Mungu akionyesha kwamba yeye ni Mungu? Ndiyo, Mungu hukaa katikati ya makerubi wawili, na Paulo anazungumza kwamba mwisho uweze kuja pasipo kuona haya. Na watu bado wanakisia kama mwaka 25 ni mwaka wa unabii. Marafiki, inatakiwa kuwa na unabii kiasi gani zaidi? Hii sio kawaida. Hii sio kawaida, rafiki zangu. Ngoja niseme hiki, papa aliyepita alikuwa ni mkufuru Mungu sana, lakini alisubiria kwa muda. Alikuwa ni Papa Francis, alikuwa ni Jesuit, lakini alisubiri kwa muda ndo akaenda. Lakini Papa Leo hakusubiri muda, na ameenda akakaa akaketi katikati ya makerubi wawili. Sasa unaweza kuelewa kwamba, ngoja nikuulize swali, je, Lili ni jina lake kamili? Je, ni jina lake kamili leo? Kila papa anayekuwa papa hachukui jina lake, lakini anachukua jina jingine. Sasa nitazame, nisaidie. Je, wanakwenda kuchukua jina tu au wanachukua jina ambalo kulingana na ajenda zao ambazo wanakwenda kuzisukuma? Je, unahisi nini? Je, unachukua jina la kawaida au jina wanalotaka kuchukua? Wanachukua majina kulingana na agenda, na hawezi kwenda kuchukua tu jina lolote. Kwa kuna agenda ambayo wanayo. Swali langu, kama Papa Leo amechagua jina papa, swali, ni agenda gani anajaribu kusukuma? Fikiri, ni agenda gani kati ya mapapa wote? Ikiwa atachagua jina la Leo, ni awali sasa. Wacha niseme hivi, unajua lini alikuwa Leo wa mwisho? Naposema Leo wa mwisho, nina maana ya hili. Lini alikuwa papa wa mwisho aitwaye Papa Leo? 1888. Huyo ndio alikuwa papa wa mwisho aitwaye Leo. Papa Leo aliyepita kabla ya ule wa 1888 alikuwa ni papa kwenye miaka 1500 hivi. Sikumbuki ni 1585, lakini ni miaka hiyo. Ni Papa Leo aliyepita. Nataka tuelewe kitu, rafiki zangu. Ninasoma kutoka kwenye vyanzo vya Katoliki. Nasoma kwenye vyanzo vya Katoliki. Hii ni chanzo cha Katoliki. Nataka tuone kitu. Kwa njia fulani tunajitahidi, au samahani, kwa njia fulani viongozi wa wafanyakazi walivyoathiriwa na mafundisho ya kijamii ya Katoliki walipigania kwa nguvu haki ya wafanyakazi kuwa na Jumapili kama siku ya ibada na mapumziko. Rafiki zangu, umekosa hiki. Yenye nguvu, hata mimi ningekosa nilipokuwa naanza kusoma. Sherehe Jumapili inaanza kama nini? Sawa, unaweza usione walichokiweka kama nilivyoweka Ellen White, lakini sherehe Jumapili inaanza katika njia kuu mbili. Kama ni mwanafunzi wa Biblia tukajifunza kwa ndani zaidi, lakini Jumapili inaanza katika vitu viwili vikuu, katika fezi mbili. Lakini kama unasoma kwa ndani zaidi utagundua kwamba kuna fezi mbili ambapo ni jumla ya fezi 4. Kwa Jumapili inakuja katika fezi 4. Tutaweza kuangalia kwenye Biblia na Roho ya Nabii kitabu cha Danieli. Sasa fezi 2 za muhimu sana ambazo tutazivunja katika fezi 4. Ya kwanza ni pumziko na ibada. Jumapili kwanza inakuja kama siku ya pumziko.
First, a day of rest, cha kwanza then a day of pumziko worship. na cha pili siku ya ibada. Let me ask Ngoja you a niulize question. swali. In Kwenye project 2025, 2025 what is the objective ni for nini Sunday? malengo ya Jumapili? They wanted as a day of worship Wanataka first, kama or did they siku ya want ibada Sunday au to be a wanaita communion day kama of rest? siku ya kupumzika? Wanaanza kama siku ya That's how it's gonna kupumzika, come. ndivyo itakavyokuja. And so first come as Kwa a hiyo day namba of rest, moja everybody makes the inaanza kama statement. siku ya kupumzika, na Ellen White anazungumza hili na anazungumza wazi kwamba rafiki zangu, nafikiria tungejifunza ya mambo lakini hatuna muda. Anasema wakati sheria za Jumapili zikiwekwa kama siku ya kupumzika, wanasema hupokei alama ya mnyama ikiwa utaenda Jumapili. Kwa kweli anatupa ushauri kwamba wakati Jumapili inakuja kama siku ya mapumziko, anasema usiwakasirishe rafiki zako kwa kwenda katika siku hii. Sio alama ya mnyama tayari. Unaweza kusema kwa nini Ellen White amesema hivyo? Ni rahisi. Ufunuo 13 inaweka wazi kwamba alama ya mnyama inazungumzwa kuhusu habari ya ibada na sio pumziko. Ni ibada na sio pumziko. Kwa hiyo mara ya kwanza itakapokuja, Waadventista niwaambie kitu kimoja. Rafiki zangu, ninaacha hiyo. Lakini Waadventista wengi wanakwenda kupunguza hiki kitu. Hata kama inapokuja kwenye ibada, hata kama itakapokuja kwenye ibada hawataelewa. Sababu pia kwenye ibada inakuja katika sehemu mbili. Sehemu mbili za ibada, sehemu mbili za kupumzika. Unaweza ukaabudu katika sabato ya kweli na ukaabudu Jumapili. Hiyo ni fezi ya kwanza, lakini fezi ya pili ni kuabudu Jumapili tu. Kwa Waadventista wengi wanakwenda kupunguza hiki kitu. Wengi wanakwenda kupunguza hiki kitu. Watafikiri kwamba Mungu ataelewa kwamba ilikusudi niweze kutunza maisha yangu nitakwenda Jumapili kanisani, lakini anahitaji Mungu tumwabudu Jumamosi. Lakini hata hivyo kila mmoja ataacha kuabudu siku nyingine na atatunza Jumapili peke yake. Utatunza Jumapili peke yake. Sasa njoo kwenye hii article. Inasema hivi: katika mwaka 1891 Papa Leo, Papa aliyepita, alizungumza katika Lenam Novarum akiwaambia watu kwamba kutunza wafanyakazi kutunza siku ya mapumziko na ibada, na hiyo ilikuwa ni oda yake. Na aliandika kwamba mfanyakazi ana maslahi yake ambayo lazima yatunzwe na serikali, lakini cha kwanza maslahi ya roho yake. Sasa naweza endelea kusoma, nitaka tu uelewe kwamba Papa Leo aliyepita alikuwa nasukuma kwa sheria ya Jumapili kwamba lazima itunzwe kama siku pumziko na pia itunzwe kama siku ya ibada kwa ajili ya kanisa. Ni hivyo hivyo kabisa maneno yake yamezungumza kwamba serikali lazima itunze Jumapili. Sasa ngoja tuende kwa Danieli. Tuende Danieli sura ya 11. Nataka tuone pointi moja na kiufupi, na najua nini. Ngoja tuone hii pointi kwa haraka sana na tutaingia kwenye hizo aya. Nataka tuone Danieli 11:40 ambao ni somo tulilolisoma nyakati zilizopita. Tuliona nini? Kwenye aya ya 40b, mfalme kaskazini katika 40b atamshambulia kama upepo wa kisulisuli mfalme wa kusini, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hiyo na kufurika na kupita katikati. Sasa unaweza ukaona kwenye Danieli 40 b kutakuwa na vita kati ya mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Tunafahamu kaskazini inamaanisha upapa na washirika wake ambao ni Amerika, kinyume na mfalme wa kusini ambaye inamaanisha Uchina na washirika wake ambao ni Urusi pia. Sasa nataka tuone hili jambo la vita ambao hatukujifunza siku iliyopita. Ninasoma kwenye volume ya 9 aya 26. Jana nilieleza kwamba kutakuwa na vita ya tatu, na nataka nithibitishe.
Sasa nataka tuone anachozungumza nabii. Anasema kwamba sio mbali tutaelewa nini usiku huo umaanisha. Roho wa Mungu anahuzunishwa duniani. Mataifa yanakasiriana. Maandalizi yanaenea tayari kwa vita. Usiku umekaribia. Swali, na nabii wa Mungu anazungumza nini kwamba mataifa yanajiandaa kwa vita? Natuambia kwamba kwa nini mataifa yanajiandaa kwa vita? Kwa sababu Roho wa Mungu anahuzunishwa. Sasa ngoja tuone. Unaweza kuona kwenye picha hapo juu. Inaondoka kwenye vita vya pili vya dunia kwenda kwenye vita vya tatu vya dunia. Je, Ellen White alieleza kwamba kutakuwa na vita vijavyo? Ngoja tuone alichokisema Ellen White. Wengine udai kwamba Ellen White alizungumza vita vya kwanza na vya pili kwa sababu vilikuja wakati akiwa amekufa. Kwa hiyo alimaanisha vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Ninakwenda kusema hapana, na inathibitisha ni vita vya tatu vya dunia. Sikiliza alivyosema. Karibuni the four winds of heaven. Pepo za mbinguni nne zitaachiliwa. Swali, je, pepo nne za mbinguni zimeshaachiliwa au bado zitaachiliwa? Zitaachiliwa. Bado hazijatokea. Pepo nne zitatokea wakati ambapo 144,000 watakapotiwa muhuri. Je, 144,000 washatiwa muhuri? Bado. Kwa hiyo kusudi sealing iweze kutokea, anazungumza ile ni watu kwenye Bible commentary 7, ni lazima kwanza alama ya mnyama ishinikizwe kabla ya kutiwa muhuri. Kwa hiyo kabla tujatiwa muhuri, cha kwanza ni lazima kuwepo na alama ya mnyama, ndipo muhuri wa Mungu uwepo. Kwa hiyo bado pepo nne hazijaachiliwa. Sikiliza alivyosema Ellen White. Karibuni pepo nne za mbinguni zitaachiliwa. Tazama, na kila sehemu ya dunia, nataka niishie hapo, na kila sehemu ya dunia. Sasa na kila sehemu ya dunia, siwezi kuficha hichi kitu. Na kama kila sehemu ya dunia, hiyo itakuwa ni nini? Dunia yote, ulimwengu wote. Anasema kwamba karibuni pepo nne zitaachiliwa, na kila sehemu ya dunia. Hii itakuwa ni dunia nzima. Kutakuwa na nini? Migongano, vurugu, na kitu gani kingine? Na vita, kumwaga damu. Kwa hiyo swali, kama anasema kwamba katika ulimwengu mzima kutakuwa na vita, hiyo unaweza kaita vita ndogo au vita kubwa ya dunia? Vita ya dunia. Swali, je, hii vita ni vita gani? Kama pepo nne zitaachiliwa, kwa muktadha wa vita hii ni wakati pepo nne zitaachiliwa. Pepo nne baada zijaachiliwa huru, kwa hiyo haiwezi kuwa vita vya dunia vya kwanza vya pili, kwa sababu pepo nne baada zijaachiliwa na hizo ziko mbele siku za usoni. Kwa hiyo swali, je, tutaona vita vya dunia? Hilo ni swali. Ndiyo, tunakwenda kushuhudia vita vya tatu vya dunia. Je, tunakwenda kushuhudia vita vya tatu vya dunia? Kulingana na nukuu, je, tunakwenda kuona katika sehemu zote za dunia? Tunakwenda kushuhudia vita na mauaji sehemu zote za dunia. Je, unafahamu, unajua nini maana ya pepo nne? Pepo nne ni wakati wa taabu. Sina muda kueleza katika Biblia. Wakati ni wakati wa mapigo saba mwisho. Wakati mapigo saba mwisho ni wakati wa taabu. Wakati malaika watakapoachia pepo, tutaingia kwenye wakati wa taabu ambao haujawahi kuwako toka taifa lilipoanza, na mapigo yataanza na vita itainuka karibia katika mataifa yote. Lakini ngoja niseme hiki, kabla ya pepo hazijaachiliwa hakuna vita vingine. Kwa vita vya Urusi na Russia Gaza haviwezi kuendelea kwenye vita vya tatu. Kulingana na uvuvio, hatuweni kushuhudia vita vingine
mpaka pepo zitakapoachiliwa. Kwa lazima tuone nchi zikijiandaa kwa ajili ya vita, lakini Mungu hataachilia mpaka pepo ziachiliwe. Mpaka ujumbe wa watatu utakapoachiwa ndipo vita zitakapoanza. Lakini hakuna vita vya tatu vya dunia. Huo ni ukweli. Bado anasema kwa sababu inazuia ujumbe wa malaika watatu. Sasa tunaomba tuone, tuhakikishe hicho kitu. Anasema kwamba wakati kazi ya wokovu inapofungwa, majanga atakuja katika ulimwengu. Swali, kulingana na nabii, je, kazi ya wokovu inakwenda kukoma? Ndiyo, inakwenda kukoma. Anazungumza wazi. Kwa hiyo majanga yatakuwepo katika ulimwengu na mataifa yatakasiliana, lakini yatazuiwa alikusudi yasizuie kazi ya malaika watatu. Je, umeona hicho kitu? Kwa hiyo hata kama mataifa yanajiandaa kufanya kitu, na binazungumza wazi kwamba Mungu atazuia kusudi, hawezi kuruhusu ile kusudi, kwa sababu kusudi ujumbe wa malaika watatu usiweze kuzuiwa. Kwa hiyo hatuwezi kuona vita vitatu vya dunia. Hata kama tukitazama katika taarifa, msikize Trump anazungumza wazi kwamba anasema kwamba kwenye kufumba na kufumbua, je, hii ni tarehe gani? Tarehe 16 2025. Ilikuwa ni lini hiyo? Ni siku chache zilizopita. Anasema kwamba kwenye kufumba na kufumbua Trump atashinda vita vya tatu vya dunia. Wengine husema kwamba tunakwenda kwenye vita vya tatu, lakini wako sahihi, lakini kila ambacho kinaonekana kinahimiza vita vya tatu lakini haviendi kutokea. Hii article imetoka mwezi uliopita. Nasema Urusi inabadilisha kutoka kwenye mazungumzo hadi kitendo, kikiwa kinawalenga wanajumuiya wa NATO kutokana na hofu ya vita vya dunia. Kwa hiyo nasema kwamba NATO na Urusi vinaweza kuchochea vita vya dunia, na ninasema hiyo ni sahihi, lakini kibibilia na roho ya unabii haiwezi kutokea vita vya tatu vya dunia mpaka kazi ya malaika watatu imeshaisha. Hatuwezi kushuhudia vita vya tatu vya dunia. Trump alitangaza agizo la moja ya kundi kubwa zaidi la mabomu ya B2. Mabomu ya B2 ni yale mabomu yanayobeba silaha za nyuklia. Katika miaka iliyopita, katikati ya hofu ya vita kuu vya pili, je, dunia inazungumza kuhusu vita ya pili tena? Rafiki zangu, sitaki kuingilia kinachoendelea kule. Unasema kwamba kuna amani kule, watengenezaji wa amani kati ya Gaza, Israeli, Hamas na Israeli. Wanasema kwamba Trump anavunja amani kule, lakini naona kwamba Israeli inakwenda kuvunja hiyo mkataba wa amani. Na Trump anasema kwa Gaza, Hamasi, kama hawatajisalimisha wakaacha silaha zao, anasema kwamba hata wapa hatua nyingine, lakini atakwenda kuangamiza. Unasikiliza Amerika anachokisema, utakwenda kuwaua. Sasa nchi za Kiislamu, unafikiria kwamba watakubali kwamba Amerika ifanye kitu? Hawezi kukubali. Hawezi kukubali. Njoo kwenye Danieli 11 aya kwanza. Danieli 11 aya kwanza. Ngoja tuangalie aya na tutahitimisha. Inasema kwenye 11 aya, tutaenda kwa haraka. Inasema kwamba tena mimi katika mwaka wa kwanza Dario Medi, mimi nalisimama nimthibitishie na kumtia nguvu. Aya pili, nami sasa nitakuonesha yaliyo kweli. Tazama, watasimama wafalme watatu katika Wajemi, naye mfalme wa nne atakuwa tajiri kuliko hao wote. Naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake, atachochea wote juu ya ufalme wa Uyahudi, wa Uyunani. Acha tuishie hapo.
Kwa hiyo nini kinatokea kwenye Danieli 11? Kwa nini kuna muunganiko wa maelezo ya matukio ya Danieli yanayotokea? Mungu anachokisema ni nini? Anarudia na anafafanua. Danieli 2, Danieli 7, Danieli 8, Danieli 11. Kila chapter inarudia kilichotoka na inaendelea. Hicho ndicho ambacho James White alisema, kama tunakwenda kuelezea Danieli 11, ni lazima tukae kwenye Danieli 2, Danieli 7 na Danieli 8. Sasa kipi Gabriel inamwambia Danieli? Kwamba kutakuwa na wafalme wanne ambao watasimama katika Uajemi. Sasa ngoja nikuulize, nani aliyeharibu Babeli? Ni utawala gani uliharibu Babeli? Kwenye Danieli 2, Danieli 7, ni utawala gani uliharibu Babeli? Umedi na Uajemi. Kulikuwa na tawala mbili pamoja, Umedi na Uajemi. Na nasema kwamba utakuwa na wafalme wanne watakaosimama katika Uajemi, na watatu na wanne atakuwa ni tajiri kuliko wengine. Umeona kitu? Kwa hiyo wanne atakuwa ni tajiri kuliko wote. Kwa hiyo wanne, unaweza kusoma kwenye Ellen White kwenye Prophets and Kings, ametoa historia ya kina zaidi. Hawa watawala wa Uajemi kwenye Prophets and Kings, wa kwanza mtawala wa Uajemi baada ya Cyrus alikuwa ni mtoto wa Koreshi Cambyses, na baada ya Cambyses alikuwa ni muuaji muongo. Tunamuita muuaji wa muongo kwa sababu alitumia kiti cha enzi, na baadaye alikuwa Dario, si Dario Medi, lakini Dario kutoka Uajemi. Na wanne aliyekuwa tajiri kuliko wote alikuwa Xerxes, na Ellen White anazungumza kwenye kitabu cha Prophets and Kings, alizungumza kuhusu habari ya watawala wote kwenye Prophets and Kings, anamzungumzia Xerxes aliyekuwa tajiri kuliko wote. Hivyo kuna kiti baada Dario wa kwanza, kisha wakati, kisha alikuwa Koreshi, na kisha Gabriel akamchukua, na kutakuwa na wanne, na wa mwisho atakuwa tajiri na mwenye nguvu ambaye ni Aksa. Pia inasema katika aya inayofuata, nataka tuone ambacho Aksa alifanya. Hasa katika aya hiyo kabla tujaenda kwenye aya nyingine, kwenye aya ya pili. Ni ngome gani ambayo Aksa alitamani kupambana nayo? Na inazungumzwa kwa jina kwenye aya ya pili. Ni ngome gani ambayo Uajemi, mfalme wa Uajemi alitaka kuiangusha? Unaweza kuona kwenye aya ya pili na ukataja ni utawala gani? Nchi gani ambayo mtawala wa nne wa Uajemi atatafuta kuiangusha? Ni Ugiriki. Asante sana, ni Ugiriki. Sasa historia inasema kwamba Xerxes aliunganisha pamoja jeshi la watu milioni 5 ikusudi kuweza kuwapambana wa Greek. Na Xerxes alishindwa. Je, ni utawala gani ilikuja baada ya Umedi na Uajemi? Kulingana na hii aya, baada ya Umedi na Uajemi ni utawala gani ulikuja? Ni Ugiriki. Na nani alikuwa ni mtawala wa Ugiriki? Mtawala wa kwanza wa Ugiriki alikuwa ni nani? Alikuwa ni Alexander Mkuu. Asante. Je, tuone aya inayofuata. Inasema inayofuata, na mfalme hodari atasimama. Inazungumza kuhusu habari ya Ugiriki. Atasimama kwa mamlaka kubwa na kutenda pendavyo. Ni utawala gani huu? Ni Alexander the Great. Alexander Mkuu. Ngoja tuendelee. Aya 4. Naye atakaposimama, ufalme wake utagawanyika. Unaona kwamba utawala wa Alexander uligawanyika. Anasema hivi, na kugawanyika, utagawanyika katika pepo 4 za mbinguni. Je, ni sehemu ngapi huu utawala ungegawanyika? 4. Na kwenye Danieli sura ya 7, chui anamaanisha Ugiriki. Je, chui alikuwa na vichwa vingapi? 4. Let's see. Ngoja tuone. Hapo ni chui
mwenye vichwa vinne. Utawala wake utagawanyika katika nini? Katika nne, na hizi ndizo nne. Utawala wake uligawanyika katika tawala nne. Ngoja nikuonyeshe jinsi ambavyo Alexander alikufa. Je, mnahisi alikufa katika umri gani Alexander mkuu? Sawa, umekaribia kidogo. Kiukweli unajua nini? Fred, nitafutie kwa haraka shairi la Alexander. Shairi la Alexander, andika shairi la Alexander na Yesu Kristo. Haraka. Rafiki zangu sikizeni, na asome kwa ajili yetu kwa nguvu tuweze kusikiliza. Nataka usikilize hili shairi la Alexander na Yesu. Hili shairi lilinigusa mno nilipoanza kutana nalo mara ya kwanza. Umelipata? Sawa, anapoendelea utawala wake uligawanyika katika nini? Katika tawala nne. Na alikufa. Sawa, unaweza kusoma kwa ajili yetu. Jamaa alikuwa ushauteka ulimwengu. Hata hivyo historia inazungumza wazi kwamba sio wa Kristo. Walizungumza wazi kwamba ni kana kwamba kulikuwa na mkono wa kiungu kwa Alexander. Katika umri wa miaka 31 alikuwa ushauteka ulimwengu wote. Hakuna ambacho kilikuwa kinamshinda. Na kulikuwa na kitu ambacho Alexander alikuwa nacho. Wanaandika kwamba alipokuwa akienda vitani alikuwa na uwezo mkubwa wa kutembea juu ya akili za nini? Za askari wake. Kwa hiyo walijua kwamba askari wake akiwepo Alexander hatuwezi kushindwa. Kulikuwa na jinsi alivyozungumza nao. Waliamini kwamba alikuwa haonekani. Walikuwa na waza kitu fulani kuhusu habari Alexander, na kokote alikoenda wale watu wake walihisi uwepo wa Alexander. Waliamini kwamba haonekani. Hakukuwa na jeshi ambalo lingesimama kwa Uyunani. Kiukweli Alexander ulikuwa utawala wa chui mwenye mabawa, maana yake kasi ya ajabu. Alitawala ulimwengu kwa haraka. 31 hakuna kilichobakia. Mwanaume alishinda ulimwengu, lakini hakuweza kujitawala mwenyewe. Alikufa kwa kunywa mpaka akafa. Na kwenye kitanda chake cha kifo nani angetawala? Wanasema aliyekuwa na nguvu. Nakwambia muda mfupi tu watoto wake waliuawa, mke wake aliuawa, hakuna kilichobakia. Hakuna wastawi wake ambao angetawala. Hakuna aliyetawala, wote waliuawa. Na utawala wake uligawanyika katika sehemu 4 za makamanda wake. Utawala wake uligawanyika katika watawala 4, majenerali 4 walibakia. Na hao majenerali 4 na hao makamanda 4 ambao waligawanyika katika tawala 4 alikuwa ni Seleucus, Ptolemy, Lysimachus na Cassander. Na hao ndio makamanda 4. Lakini unapoendelea kusoma utagundua kwamba Seleucus alimshinda Lysimachus na akamshinda Cassander, na Seleucus akawa mtawala wa kaskazini, na Ptolemy na descendant wake wakawa watawala wa kusini. Popote unapoona mfalme wa kusini, mfalme wa kaskazini, maana yake ni wazao wa Seleucus na wazao wa Ptolemy wanabadilishana. Wakati mwingine mfalme wa kaskazini, wakati mwingine mfalme wa kusini. Na katikati yao kila pambano watu wa Mungu. Katikati ya pambano watu wa Mungu walikuwa na tupo huko na huko. Unafahamu, katika shule zetu leo tunajifunza, katika shule zetu Waadventista wa Sabato, shule zetu, unajua kinafundishwa nini? Kinafundishwa kuibuka. Sasa swali, nani anayeamini kuhusu habari ya kuibuka? Nani anaamini habari ya kuibuka? Lazima utakuja kwenye hitimisho kwamba Mungu hakuumba ulimwengu. Na ukija kwenye hitimisho hilo, labda hakuna Mungu, ukana Mungu unafundishwa katika shule zetu. Sio kwa watoto wetu tu, na kwenye makanisa yetu. Mafundisho ya Roman Catholic yanafundishwa katika mimbale. Leo Papa hajulikani kama ni mpinga Kristo au system ya mpinga Kristo. Makanisa mengi hatambui nani mnyama. Nazungumza kuhusu habari ya Waadventista wa Sabato, maana nimekuwapo. Na ukiongelea kuhusu mnyama ni kana kwamba unaongea lugha ya Kiyunani na Kiebrania. Kanisa zima halielewi kwamba kuna changamoto inakuja kwa ajili yetu. Kiufupi ni kwamba makanisa yetu yamehamishwa na upapa, mtawala wa kaskazini, na makanisa yetu yamehamishwa na ukana Mungu ambao ni utawala wa kusini. Je, umepata shairi kwa ajili yetu? Tafadhali soma kuhusu habari Alexander mkuu. Tafadhali ningeweka hapa. Ilikuja krini sasa. Unaweza kutusomea tafadhali shairi hili? Inasema Yesu na Alexander walikufa katika 33.
Katika miaka ipi? Please continue. Endelea. Miaka 33. Tafadhali endelea. Mmoja aliishi na akafa kwa ajili yake mwenyewe. Mwingine alikufa kwa ajili yangu na wewe. Mgiriki alikufa katika kiti cha enzi. Myunani alikufa katika msalaba. Ushindi wa maisha ya mtu ulionekana, mwingine hasara. Ushindi wa maisha ya mtu ulionekana, ni nani ambaye maisha yake yalionekana kuwa ushindi? Ni Alexander. Aliushinda ulimwengu. Maisha ya nani yaonekana kuwa hasara? Yesu. Mmoja aliongoza ngome ya wanajeshi, mmoja alitembea peke yake. Mmoja alimwaga damu. Ambaye ni nani? Ni nani aliyetoa aliyemwaga damu yake? Alexander. Na mwingine akitoa damu yake ambaye ni Yesu. Mmoja alishinda ulimwengu katika maisha yake, lakini mwingine alishinda maisha yake katika kifo. Na mwingine alishinda maisha yake kushinda ulimwengu. Na mwingine alipoteza maisha yake kuupata ulimwengu. Kwa hiyo Yesu na Alexander walikufa katika umri wa miaka 33. Mmoja alikufa Babeli, mmoja alikufa msalabani. Mmoja alishinda kwa ajili yake mwenyewe, na mmoja alijitoa kwa ajili ya wengine. Mwingine alishinda kila kiti. Aliyeshinda kila kiti alikuwa Alexander. Na mwingine akishinda kila kaburi, ambaye ni Yesu Kristo. Mmoja alijifanya kuwa Mungu, ambaye ni Alexander. Na ambaye alikuwa Mungu akajifanya sio kitu, ambaye ni Yesu Kristo. Mmoja aliishi kujitukuza, Alexander. Mmoja aliishi ili kubariki. Ambapo alipokufa Mgiriki, alikufa ili kusudi kupoteza kiti chake. Huo ni ukweli. Lakini Yesu alikufa kuishi milele. Bwana wa Bwana. Huo ni mwisho. Soma cha mwisho. Yesu na Alexander alikufa katika miaka 33. Mgiriki wafanya watu wote kuwa watumwa, ambao ni Alexander. Lakini Myahudi aliwaweka watu wote huru. Mmoja alijenga kiti chake katika damu, mmoja alijenga kiti chake katika upendo. Mmoja alizaliwa duniani na mmoja alizaliwa juu. Mmoja alipoteza vyote duniani na mbinguni, lakini mwingine aliacha yote kwa kusudi kupewa tena. Myunani alikufa milele, lakini Myahudi alifufuka milele. Alipoteza vyote alivyovipata na alipata vyote alivyovitoa. Amina. Je, umesikia shairi wapendwa? Alexander na Yesu. Mmoja aliishi kwa ajili yake, lakini mwingine aliishi kwa ajili ya watu wengine. Mmoja alimwaga damu kwa ajili ya watu wengine, lakini mwingine alimwaga damu kwa ajili ya kuokoa wengine. Shairi nzuri sana, shairi nzuri sana. Nataka tuendelee katika aya ya 4. Inasema kwamba naye atakaposimama ufalme wake utavunjika na kugawanyika katika pepo 4 za mbinguni, lakini hautakuwa wa uzao wake, maana yake utakuwa watoto wake, wala hautakuwa kama mamlaka yake ambayo alitawala kwayo, kwa maana ufalme wake utang'olewa hata kwa ajili ya wengine zaidi ya hao. Aya ya 5 na 6. Na mfalme wa kusini atakuwa hodari. Unaona sasa? Sasa tuhusika na makamanda 4, ile migawanyiko 4. Sasa tunahusika na division 2 tu. Mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Nasema kwamba ndiyo Ptolemy, na mfalme wa kusini atakuwa hodari. Tazama, na mmoja wa wakuu wake ambayo ni Alexander atakuwa mkuu kuliko yeye. Sasa nani alikuwa mkuu kati ya wawili? Anasema mfalme wa kusini atakuwa ni hodari kuliko yeye. Sasa kati ya wawili nani aliyekuwa hodari kuliko mwingine? Kulingana na aya
ni mfalme wa kaskazini, inasema mfalme wa kusini atakuwa na nguvu, lakini kisha inasema mmoja wa wakuu wake, wakuu wa Alexander ambaye ni Seleucus, atakuwa na nguvu juu ya mfalme wa kusini. Kwa hiyo kutoka katika Mwanzo, Gabriel inaweka wazi kwamba mtawala wa kaskazini atakuwa ni mkuu kuliko mfalme wa kusini. Na tukiangalia himaya yake aliyoshinda ni kubwa, na wakuweza kushindana vizuri kwa miaka mingi mpaka Rumi ilipokuja katika tukio. Rumi ikawa ni mfalme wa kaskazini katika aya ya 14 kama mnyang'anyi wa watu. Na Rumi alikuja kwa mgongo wa mtoto wa Ptolemy ambaye alikuwa ni kiongozi mdogo, lakini Rumi ilishindwa na mtoto wa Seleucus. Lakini katika aya 16 Rumi anakuwa mfalme wa kaskazini. Rumi ya kipagani. Kwa hiyo Rumi ya kipagani ikawa ni mtawala wa kaskazini katika aya ya 16. Kwa hiyo aya 14 inaionyesha Rumi, lakini aya 16 inaisimamisha Rumi. Sasa katika aya 14 inataja, inasema kwamba katika wakati huo wengi watasimama kinyume na mtawala wa kusini. Manake wengi watakuja kinyume na mtawala wa kusini. Wenye jeuri miongoni mwa watu wako watajiinua ili kuyadhibitisha maono, lakini wataanguka. Wajeuri wa watu wanamaanisha watu watakao haribu watu. Ni grupu gani la watu ambalo liliharibu watu wa Mungu ya Danieli? Lilikuwa ni Rumi. Tazama kwenye aya 16. Maana ajaye kupigana naye atatenda kadri apendavyo, wala hapana mtu atakayesimama mbele yake. Tazama, naye atasimama katika nchi ya uzuri, ambao ni Palestina, na uharibifu utakuwa mkononi mwake. Ngoja nikuulize, ni nchi gani iliyoharibu Yerusalemu, iliyoiua Yerusalemu? Nchi ya uzuri ambayo ilikuwa ni Palestina. Kabla ya msalaba, nchi ya uzuri ilikuwa ni Israeli, lakini baada ya msalaba Israeli haiwezi kuwa nchi ya Israeli, lakini inakuwa ni nchi ya Marekani ambayo ndiyo nchi iliyobarikiwa. Swali langu ni hili, katika aya 16 ili grupu la watu ambalo mtawala wa kaskazini anasema kwamba ataliharibu, ni nchi gani ambayo iliharibu Israeli? Ilikuwa ni Rumi. Ni mwaka gani? Ni mwaka gani ulioharibu Yerusalemu? Ilikuwa ni mwaka gani? Naye anaweza kufahamu? Ulikuwa ni mwaka wa 70 AD. Mwaka wa 70 AD. Kwa hiyo nazungumza kwamba kutoka kwenye aya 14 inaonesha Rumi, aya 16 kuendelea mpaka aya ya 29 ni Rumi. Hii ni Rumi ya kipagani, ni Rumi ya kipagani. Aya zote hizi ni Rumi ya kipagani. Kutoka aya 30 na kuendelea mpaka mwisho aya 30 mpaka 45 ni upapa. Mtawala wa kaskazini nazungumziwa hapa. Mtawala wa kaskazini kutoka aya 14 anaoneshwa, na aya 16 anaanzishwa, ni Rumi ya kipagani. Lakini kutoka aya ya 30 mpaka 45 ni Rumi ya kipapa. Tulisoma tayari aya 30 mpaka aya 36 ni Rumi ya kipapa. Tushaona hicho kitu, tushaona ni Rumi ya kipagani. Sasa nataka turuke haraka. Unajua nini? Nitakwambia, kwa sababu tuko kwenye Rumi. Nitaruka kwenye, tuangalie kwenye aya ya 20, aya 11-20. Nataka tuanzishe, nataka tuone hii Rumi. Kwenye aya 20 inasema kwamba ndipo badala yake atasimama mmoja atakayepitisha kwenye kutoza ushuru katika utukufu wa ufalme wake. Ishia hapo. Nataka niulize swali, ni lini tunapoona kwenye Biblia ushuru unawekwa kwa wanadamu wote dunia nzima? Asante. Luka 2:1.
Luka 2:1 tunamwona Augustus Caesar ambaye anaweka kodi kwa ulimwengu mzima, ambao ulimfanya Maria na Yusufu kutoka Galilaya kwenda Bethlehem kwa ajili ya kodi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kodi iliwekwa hasa wakati Yesu alipozaliwa kwenye Luka 2:1, dunia nzima kodi iliwekwa. Anasema kwamba lakini katika muda wa siku chache atangamizwa, si kwa hasira wala si katika vita. Anazungumza kuhusu habari ya Kaisari Augustus, aya 21. Na kisha badala yake atasimama mmoja, mtu astahiliye kudhauliwa, alikuwa ni Kaisaria Tiberia. Kaisaria Tiberia alikuwa ni mtawala baada ya Augustus, mtu mbaya kwa kweli, ambaye hawakumpa heshima ya ufalme, naye atakuja wakati wa amani, naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza. Tazama aya 22. Aya 22. Na wale wenye silaha mfano wa galika watagalikishwa mbele yake, tazama, na kuvunjika, na mkuu wa maagano pia. Wewe nikuulize kitu kimoja, nani ambaye alikuwa ni mfalme wa agano? Ni Yesu, mfalme wa agano. Kwa hiyo Yesu alikufa wakati kuna utawala gani alikuwa anatawala? Ni Rumi. Je, unadhani alikuwa nani Kaisaria? Alikuwa ni Kaisaria Tiberia. Kwa hiyo kila ambacho naonesha ni kwamba kwa hiyo tawala hizo zilizoanza zilikuwa ni ulikuwa ni Umedi na Wajemi, Yunani, Rumi ya kipagani, na baadaye Rumi ya kipapa. Ni hicho ambacho kinazungumzwa kwenye Danieli 2, Danieli 7, Danieli 8 na Danieli. Sina muda, ninakwenda kuangalia kwenye aya zifuatazo nielezee je, ilitimizwa vipi katika unabii. Katika aya 6 sina muda kwa sababu tuataka tuzungumze na kuhitimisha kuhusu habari ya kumtomjua Mungu. Katika aya ya 7, aya ya 6 hasa inazungumza kuhusu habari ya vita kinyume chake. Lakini kwenye Danieli 11:6 unapokuja kwenye mfalme wa kusini na kaskazini, kulikuwa na vita kati ya wenyewe hawa watawala wawili. Lakini naamini kwamba mtawala wa pili wa Misri, Ptolemy, jina lake ni Philadelphus. Ptolemy Philadelphus alikuwa ni mfalme wa pili na mfalme wa tatu wa Seleucus Empire. Na Timotheus ambao walifanya makubaliano kwa kuoana. Kwa hiyo Antiochus alikuwa tayari ameshamoa mwanamke aliyeitwa Laodice. Na kipi kilichotokea? Mfalme wa kusini alisema, tuache kupambana, muoe mtoto wangu Benisi. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba alimuacha mke wake Benisi na akamchukua Benisi. Lakini baadaye Ptolemy Philadelphus alikufa. Na kwa hiyo Theos alifanyaje? Kwa hiyo aliamua kumwacha Benisi, mwanamke ambaye alimuoa, ambaye alikuwa ni mtoto wa mfalme wa kusini, na akamrudisha mke wake Benisi kwake. Je, unafahamu Benisi alifanya nini? Asema simwamini huyu mwanaume, akamuoa na alimwekea sumu. Na alimuua Benisi, wote waliokuja na Benisi aliwaua. Kama aya inavyozungumza, rafiki zangu, hii ni historia, ni ukweli wa historia, inazungumza wazi. Na kilitokea nini? Ni vita kati ya mfalme wa kusini na kaskazini ziliendelea hivi vita mpaka Rumi ilipokuja kuwa mfalme mwingine wa kaskazini. Na Rumi ilipata kila kitu na ikaitwa mfalme wa kaskazini. Lakini na hii ni mwendelezo wa Danieli 11, Umedi na Wajemi, Uyunani, Rumi ya kipagani na Rumi ya kipapa. Na hivyo ndivyo ilivyo. Nataka niishie kwenye pointi hii. Nataka uniambie kulingana na Biblia tuliyosoma kwenye Danieli 11, nataka niishie hapo. Je, ni watu gani ambao walikuwa waaminifu kwa Mungu wakati wa mauaji ya papa? Ni watu gani? Biblia inatuambia, nataka tusome aya 32 ya Danieli 11.
na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari. Ni watu gani ambao wanakwenda kuwa hodari? Watu wa Mungu. Lakini kuna watu maalum kwa wao watu wamjua Mungu. Wamjua Mungu. Rafiki zangu, hii ni ya muhimu sana. Kwenye kitabu cha Danieli inazungumza wazi. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye vuguvugu lazima tumjue Mungu. Lakini kumjua Mungu, lakini tuliwaambia nukuu moja ile inazungumza wazi kwamba kama tunakwenda kushinda kwenye vuguvugu lijalo, nadhani iko hapa. Hii hapa ni selected message, kitabu cha kwanza 363. Kama utasimama wakati wa taabu, ni lazima umfahamu Kristo. Kwa hiyo walioingia kwenye wakati wa giza walimfahamu Mungu kulingana Danieli 11. Kwa hiyo kama ninakwenda kwenye wakati wa mauaji ya upapa unaokuja tena, kitu gani lazima nikifahamu? Lazima walimjua Mungu, walimjua Yesu. Kwa ninakwenda kwenye wakati wa taabu, lazima nimfahamu Mungu, lazima nimjue Kristo. Sasa rafiki zangu, nimekuja kwenye sehemu muhimu sana ya kitabu hiki. Hakuna kitu muhimu kama hiki. Maandalizi kwenye sehemu. Nataka tuone kitu kimoja kizuri. Njoo nami kwenye Yohana aya 15. Hii ni muhimu sana. Ukikosa vitu vyote kielewe hiki. Yohana 15. Tunazungumza kuhusu habari ya kumjua Mungu. Yohana 15. I'm reading verse 20 and I'm reading verse 21. Nasoma aya 20 na 21. 20 and verse 21. 20 na 21. It says in verse 20. Inasema kwenye aya ya 20, likumbukeni lile neno nilowaambia. The servant is not greater. Mtumishi si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waniuzi mimi, watawauzi ninyi. Ikiwa watawatendea kwa ajili ya jina langu. Ishia hapo. Yesu alizungumza kuhusu habari ya kuuawa. Anatumia neno kuuawa. Sasa rafiki zangu, nini maana ya kuuawa? Does that look like people seeking to kill us? Yes, inaonekana vipi haya mauaji, watu wanapotaka kutuua? I'm asking a question now. Ninaweka swali langu. Je, mauaji yataanza lini kwa Waadventista wa Sabato kulingana na kitabu cha Ufunuo 13:15? Akapewa Ufunuo 13:15, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Mauaji. Sasa haya mauaji yanakwenda kuanza wakati gani? Kulingana na kitabu cha Ufunuo 13, ambayo itakuwa ni sheria, ni alama ya mnyama, ambayo ni Ufunuo 13:15. Kwa hiyo alama ya mnyama inatengenezwa na mauaji yanaanza. Kwa hiyo hii hapa ni sehemu ya mwisho ya alama ya mnyama, mauaji na amri ya kifo. Sasa swali langu, je, hayo mauaji yanaanza lini? Ufunuo 13:15 yanaanza wakati wa alama ya mnyama, Ufunuo 13:15. Sasa niambie, nani anayekwenda kuua? Kwa nini itauawa? Kama Mwadventista msabato, kwa nini nitauawa? Angalia kwenye aya inayofuata, aya ya 20, mtauawa. 21 inasema kwamba kwa nini watatuua? Kipi ambacho hakijui wanakuwa wewe? Katika aya 21, lakini haya yote watawatendea kwa ajili ya jina langu, kwa sababu hii ndio sababu, kwa sababu hii sababu hawanijui yeye aliyenipeleka. Hawamjui aliyenipeleka. Watatua kwa nini? Kwa sababu hawamjui Mungu. Kwa hiyo kila mmoja atakayetukua kwa watatuua kwa nini? Kwa nini wataacha na kutuua? Kwa sababu hawamjui Mungu.
Je, kuna utengo gani kati ya alama ya mnyama na muhuri wa Mungu? Ni kwa sababu ni sehemu ya watu wanaomjua Mungu na watu wasiomjua Mungu. Rafiki zangu, unaweza kusema kaka, hii ni rahisi sana, lakini niwaambie kitu kimoja. Hatumjui Mungu, bado tumjua Mungu. Mimi nawaambia kwamba hatumjui Mungu wote hapa. Hatumjui Mungu wote tunaotazama. Unaweza kusema, kwa nini unasema hivyo? Hatumjui Mungu. Nataka nimueleze kitu kimoja. Utakapomjua Mungu, kipi kitafuata? Ngoja tuone. Utakapomjua Mungu, kipi kitafuata? Tazama. Tutakapomjua Mungu, hiyo ni jaribu kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Tutakapomjua Mungu, ni upendeleo kumjua, maisha yetu yatakuwa ni maisha ya utii endelevu. Umeona hicho kitu? Ndiyo maana nasema kwamba tumjue Mungu kwa sababu hili ni jaribu. Jaribu ni mwendelezo wa maisha ya utii na sio siku moja, hapana. Maandiko yanasema kwamba napomjua Mungu, anasema kwamba huu ni ukweli, anasema kwamba nitaishi maisha ya utii, sio siku moja, ni maisha endelevu ya utii. Hili ndilo jaribu. Na kama nina kasoro katika maisha yangu, maana yake simjui Mungu. Na kama una kasoro katika maisha yako, humjui Mungu bado. Asante sana. Asante. Tunajitahidi kuepuka hivi vitu vilivyopita na tena. Hiyo ndio tunachojifunza, wapendwa. Sababu iliyopo kwa nini hatuna utii, kwa sababu hatumjui Mungu. Swali, je, nawezaje kumjua Mungu? Anasema kwenye sentence inayofuata, nabii anazungumza kwamba, anasema kwamba kwa kubali tabia ya Kristo. Kwa maana nyingine ni kusoma maisha ya Kristo. Ninasoma maisha ya Kristo na hakuna kingine, na kushirikiana wa Mungu kwenye maombi. Hapo ndipo naweza kumjua Mungu. Soma maisha ya Kristo na yaunganishe na maombi. Na nasema kwamba ninapofanya hivyo, dhambi ninaichukia. Tunaichukia dhambi. Je, naweza kumjua Mungu kwa kusoma maisha ya Yesu kila wakati? Maisha yako yanaweza kuwa maisha ya maombi. Wakati huo dhambi utaichukia. Rafiki zangu, hii ndiyo tiba kwa kinachokuja. Naweza kuongea kuhusu habari ya dhoruba inayokuja, lakini kama sina udhaifu huu, sijali. Sijali anachosema, lakini kama sina udhaifu, watu wa Mungu nitapotea. Tutapokea alama ya mnyama. Ni kitu gani kinachotofautisha makundi mawili? Wanaopokea alama ya mnyama na muhuri wa Mungu ni wale wanaomjua Mungu, ni wale wasiomjua Mungu. Katika Danieli 11, wale ambao ni waaminifu waliouawa, kila mmoja walimjua Mungu. Maisha yao wengi walikuwa ni maisha ya utii. Tazama Odensia. Hebu watazame. Watoto wao kutoka udogo walikuwa na kalili sehemu kubwa ya Injili. Rafiki zangu, nadhani tumeelewa hii. Naweza kuonesha kwenye Biblia, naweza kuonesha mengi kwenye Biblia kinachotofautisha kati ya wale wanaopokea alama ya mnyama na wale wanaopokea muhuri wa Mungu ni kumjua Mungu. Rafiki zangu, nihitimisha na aya na Yohana 16. Tuhitimishe Yohana 16. Nasoma aya ya 2 na ya 3. Watatenga na masinagogi, naam, na saa yaja watakapozani kila mtu aowae ya kuwa namtolea Mungu ibada. Tazama aya 3. Kwa nini watatuua wakati wa alama ya mnyama? Na hayo watawatendea kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Jinsi ya kumjua Yesu. Kitu gani kinachofanya waue wakati wa alama ya mnyama? Yesu anasema kwa sababu hawakumjua Mungu wala kumjua mimi. Ngoja nikuulize swali, kama alama ya mnyama itakuja na simjui Mungu, nitakuwa sehemu gani? Nitakuwa pande gani? Kama simjui Mungu na alama inakuja, nitakuwa wapi?
On the wrong side. Nitakuwa katika sehemu ambayo imepotea. Swali langu, je, ninawezaje kumjua Mungu? Aya inazungumzaje? Kama nataka nijaribu mwenyewe, kama ninaishi maisha ya nini? Maisha ya utii wa kila wakati. Sio chini na juu, leo ninatii, kesho ninaanguka. Maisha ya utii kila wakati. Hapo ndipo unaweza kumjua Mungu. Sio maneno yangu, ni maneno ya nabii. Rafiki zangu, nawaambia kusudi tuweze kushinda wakati changamoto itakapokuja, wakati wa sherehe Jumapili itakapotangazwa Amerika. Hii ndi hali yangu. Hii ni hali yako. Tuna hii tu mpaka sherehe Jumapili. Ni lazima tumjue Mungu. I conclude. Ninahitimisha. Unless you accept mpaka utakapokuwa umekubali kwenye maisha yako kanuni za kujikana au za upendo wa kujikana, hawezi kumjua Mungu. Ni kitu gani lazima nikikubali kusudi nimjue Mungu? Lazima ni kitu gani lazima niwe nacho kabla ya kumjua Mungu? Lazima nikubali kafara ya kujikana nafsi, ambao tulijifunza jana. Upendo, ambapo hii kanuni inaumia kwa ajili ya watu wengine. Ni lazima nikubali kanuni na nipo tamjua Mungu. Na wakati napoumia kwenye makosa yao, bado ni mwema. Upendo hautafuti mambo yake. Upendo ambao hauoni hasira. Huu ndio upendo ambao tunahitaji, rafiki zangu. Ni lazima tukubali makosa ya watu wengine ikusudi tuweze kumjua Mungu. Nahitimisha, rafiki zangu, kama unataka kumjua Mungu, nabii anazungumza wazi. Hii ni nukuu: wivu wa Mungu. Masaa yako ya ibada na masomo pamoja na kujichunguza, Mungu ana muda na wivu. Anasema kwamba weka sehemu kila wakati kwa ajili ya kujifunza maandiko na kuwa na ushirika na Mungu. Sio wakati fulani, sijui siku sihitaji kufanya hicho kitu, hapana. Kila wakati usiku kabla sijalala, hata kama nimekosea wakati wa Mungu, sijui kama naweza nikafungua macho yangu asubuhi. Nabii anazungumza kwamba Mungu ana wivu maisha yetu ya kujifunza Biblia na kujichunguza. Haya ndio mambo mawili ambayo lazima tuyafanye. Na kama tunapomjua Mungu, tunakuwa kwenye utii endelevu. Kwa hiyo watu wa Mungu ya Danieli 11 hawawezi wakafanikiwa kama umjui Mungu. Na Mungu atusaidie hapo kuna kuhitimisha kwa ombi. Unda uzoefu wetu. Ngoja tuombe. Mungu wetu wenye upendo na wa milele, tunakushukuru sana Mungu kwa ajili ya neno lako ambayo ni dira katika ulimwengu ambao hauna sehemu ya kwenda. Umeliweka kuwa rahisi na zuri. Mungu wetu, maandalizi ni rahisi. Jinsi ambavyo Yeriko ilianguka haikuwa kwa ajili ya uwezo wa mwanadamu. Njia zako zote ni rahisi. Hata maandalizi umetufunulia kwamba Baba, jinsi tutakavyoshinda dhambi ni rahisi. Ni lazima tukufahamu. Tafadhali Baba, tupatie ufunuo wa kweli katika maisha yetu, na mioyo yetu iweze kwenda kwenye hicho kitu, maisha ya utii. Tusaidie Mungu sasa, na tuokoe, tunaomba kwa Kristo Yesu. Amina. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus.
same path of life.